Salamu alaikum ndugu zangu. Bwana, kuna swali hapa limeulizwa, maana watu tena washachoka. Watu washachoka sasa, wanataka kujua. Hebu sikilizeni hili swali afu mimi nitalijibu. Kwani shekhe ni nani? Na kwa nini mashekhe nyinyi mnataka nyinyi ndio muheshimiwe, alafu nyinyi kuwaheshimu watu hamtaki? Hii ni ipo kwa baadhi ya mashekhe sana. Yaani wao wanataka heshima kwa watu, lakini wao kuwaheshimu watu hawataki. Mmesikia swali la mama kauliza hili? Kwani hawa mashehe hasa ni akina nani? Anataka kujua manake. Maana yeye mwenyewe kwanza haelewi. Haelewi. Hii klipu ni ndefu sana. Alikuwa anazungumza habari za huyo anaitwa Pembe, huyo alomsema huyo mtoto Dida. Kwa hiyo kazungumza maneno mengi sana. Kwa hiyo alikuwa anataka kujua kwani hasa huyu shehe kwani nani? Mbona imekuwa hivi watu waelewi? Dadangu sikiliza bwana. Neno shehe halina maana yoyote katika dini ya Uislamu. Mungu hakuna aya ambayo kawazungumza eti kuna watu wanaitwa mashehe. Hicho kitu hakuna. Sawa bwana, hakuna kabisa. Mwenyezi Mungu kawazungumza mitume tu. Sawa bwana. Kwa hiyo haya masuala ya watu kuitana mashehe, watu wanaitana tu. Lakini hakuna maana ya msingi sana ya kuwa huyu eti akiitwa shehe awe hivi. Hakuna. Sawa bwana. Ila watu wanachukulia kuwa eti shehe ni mtu ambaye labda anajua dini. Mimi nitakwambia mama, Zanzibar tulikuwa tuna mashehe, alafu wakawa mashoga wanalawitiwa, alafu mashehe. Si umeelewa? Zanzibar tulikuwa tuna mashehe, alafu mabasha tulikuwa tunao Zanzibar. Kwa hiyo neno shehe ni mtu tu wa kawaida, anaweza akawa vyovyote tu. Sio kuwa shehe ni mtu ambaye labda kakamilika, yeye ndo mcha Mungu, anajulikana na Mungu. Hakuna hicho habari. Si unanielewa bwana mama? Kwa hiyo bwana, shehe ni neno tu. Mtoto anaweza akazaliwa akaitwa shehe na wazazi wake. Haimaanishi kuwa kuvaa kanzu na kofia na kilemba eti ndo uwe shehe. Shehe ni neno tu la kawaida. Halina maana, mpaka kwa Mungu halina maana. Wala Mungu hakuna sehemu kawazungumzia kwenye Qur'ani kuna watu mashehe watakuja labda wana daraja fulani. Hakuna. Sawa? Kwa hiyo jawabu, shehe ni mtu tu wa kawaida. Hakuna tafsiri nyingine. Ni mtu tu wa kawaida kama ni mtu mwingine tu. Anaweza akafanya jambo lolote kama nalofanya jambo jingine. Anaweza akawa mvuta bangi, anaweza akawa mwizi. Vyovyote tu anaweza akawa. Kwa hiyo neno shehe mama halina tafsiri labda ya maana kuwa hiyo ndio imetukuzwa. Umesikia mama? Kwa hiyo ukiwaona hao wanatukana kwenye mitandao ni watu tu wa kawaida. Sawa bwana, na mwingine. Sawa bwana. Wewe mama, jawabu ni. Kwa hiyo bwana, shehe anaweza akawa fala tu, akawa shoga tu, wenzio anamlawiti au yeye analawiti watu, akawa mwizi, akawa mvuta bangi, akawa mlevi. Shehe haina maana nyingine yote. Hebu angalia kwanza shekhe mwenyewe ni nani? Kwa sababu kilugha na kiistilahi shekhe tunaambiwa ni mtu mzima, mwenye elimu, mwenye hekma, mwenye busara. Huyu ndio anastahili kuwa shekhe. Sasa hebu angalia, shekhe umekosa hekma, shekhe umekosa busara, pia na utu uzima pia naona huna, lakini unautaka ushehe, unaenda kukaa kwenye membari unamzungumzia mtoto wa watu vibaya. Pipitida ni mtoto wa watu. Bwana wewe, mimi nasema hivi, mimi nitakuita tu Shabani Pembe kwa sababu huo shehe wenyewe unakutoka. Wewe kama ni mtu mzima mwenye elimu, mwenye hekma, kweli unaweza ukakaa mbele za watu unamzungumzia mtu vibaya? Na sasa hivi kila shekhe anayetoka kuzungumzia swala la Pipitida, yeye anazungumzia kwamba Pipitida anastahili kumuomba msamaha. Kwa nini msimwambie wewe Shabani amuombe msamaha Pipitida? Kwa nini msimwambie Shabani amuombe, kama kweli nyinyi ni wastaarabu na ni watu, ni mashehe kweli wenye heshima, wenye busara na mna elimu? Yeye Shehe Shabani yule alikuwa na haki ya kukaa msikitini na kumzungumzia mtoto wa watu vile? Kama uswala ni ushahidi, Pipitida atoe ushahidi ya yeye kutakiwa na bwana Pembe akakataa. Kwa nini msiombe ushahidi kwa Pembe? Kwa nini msimuombe Pembe ushahidi kwamba Pembe, wewe unasema yule binti analawitiwa ndio maana amejenga? Unao ushahidi?
Kwa nini msimuulize Pembe akawapa ushahidi? Au nyinyi mnayetoka hadharani, Firdausi, wewe unatoka hadharani na kumwambia kwamba tutamshtakia Allah, wewe peke yako Allah anakusikiliza wewe peke yako. Pipitida hada maneno ya kumwambia Mwenyezi Mungu na yeye akamsikiliza. Hebu acheni bwana, kitu mnachofanya baadhi ya mashehe huo ni unafiki. Unafiki, mimi nawaambieni kabisa unafiki, na mkiambiwa ukweli mnakimbilia kuripoti akaunti. Huo mnaofanya ni unafiki. Huyo Pembe amekosa hadhi ya kuwa shehe kwa sababu yeye amezungumza kama vile ana ushahidi. Atuletee kwanza yeye ushahidi wa kwamba yule binti analawitiwa ndio maana amepata yale maendeleo. Unajua hii yote inatokana na nini? Mashehe mnapenda kutrendi, mtadhalilika mno, mtaidhalilisha dini mashehe. Kwa hii baadhi ya mashehe, maana niseme vizuri, baadhi ya mashehe mnapenda kutrendi, mnataka mjulikane mitandaoni, amutaki ushehe. Na ushehe ulivyo ukiukataa ndio kama hivyo unateleza. Shehe kateleza, aibu anaona. Kwa sababu ya kutaka kutrendi, amemwona Pipitida ana trendi, ndio maana kapita naye. Wanaetembea uchi wangapi? Wanaofanya yale mambo anayofanya Pipitida wangapi? Mbona hajazungumza nao? Ameona amzungumzia Pipitida kwa sababu ndio ana trendi sasa hivi huko mitandaoni, ili na yeye apate kutrendi. Sasa Mwenyezi Mungu alivyo bwana, Mwenyezi Mungu anatupambua mchele na pumba tofauti. Pumba zinaonekana hivi wazi wazi. Hajachagua maneno mazuri ya kuzungumza na Pipitida, kazungumza kutrendi. Mwacheni ya trendi. Msijitokeze huko baadhi ya mashehe ambaye mnaona ni sawa ili swala, badala ya kumwambia shehe bwana umemkosea Pipitida muombe msamaha. Tuambieni Pipitida aombe msamaha kwa lipi? Pipitida aombe msamaha kwa lipi? Wewe Firdaus uliongangana tutamshtakia Allah, unataka Pipitida aombe msamaha kwa lipi? Zungumza Pipitida aombe msamaha kwa lipi? Kwa nini usimwambie wewe Pembe yeye aombe msamaha kwa Pipitida kumwambia analawitiwa? Angekuwa dada yako yule Pipitida anaambiwa maneno hayo, ungeridhika? Pipitida angekuwa dada yako, angekuwa mwanao, angekuwa mkeo yule, ungeweza kumwambia maneno hayo? Ungeridhika nani Pembe amwambie maneno hayo? Hatuwezi kumuita shekhe kwa sababu shekhe hana sifa zile bwana. Shekhe ni mtu mwenye hekima. Ameona huyo mtoto, tufanye kwamba shekhe ana ushahidi. Tuzungumze hivyo, ana ushahidi kwamba Pipitida anafanya ya maneno. Ametumia tofauti na kuzungumza huku mitandaoni. Action gani kama shekhe katumia kumlingania Pipitida? Ni sawa kukaa kumuigiza kwa watu kwamba Pipitida analawitiwa ndio maana kapata yale maendeleo. Ndio maana umenitaka, yuko sawa, umenitaka nikakukataa. Sasa hivi kuambiwa amemtaka kakataa, mishipa ya shingo inamtoka. Hapo mnanyanyuka. Kuna mtu kasemaje, wana elimu ya mwili, watu tuna elimu ya vitendo. Kwa nini mmelipuka? Kama nyinyi mna elimu ya mwili ya kujua kupitia mwili, sisi watu tuna elimu ya vitendo. Kwa nini amelipuka? Baada ya kumwambia kwamba analawitiwa, Pipitida akasema ulinitaka ukanikataa. Kwa nini mmelipuka? Kama hii taarifa sio ya kweli, kwa sababu gani mmelipuka? Huenda kuna ukweli ndani yake, ndio maana mnalipuka. Mnasema mna elimu ya jinsi, yani kujinsi kugundua kupitia mwili. Watu tuna elimu ya vitendo. Ukisikia hela, ujue limempata. Huenda hizi taarifa alizozungumza Pipitida ni za kweli.